Usiku wa kuangaza, Mungu husafirisha wimbi wenye asili ya kidhahabu kwa mwezi. Anafika kupata wafti ya buibui iliyofunikwa kwenye safu mpya ya vumbi la dhahabu. Mungu ana neema ya kuomba kutoka kwake. Buibui, enda duniani na unaposhuka utazunguka uzi wa hariri ambao unaunganisha mwezi na dunia. Buibui anafurahi kukubali kwa sababu siku zote ameangalia dunia ikizunguka chini yake. Mapenzi ya Mungu ilikuwa kuangaza ulimwengu na ubunifu na usazi, mawasiliano na ushirikiano. Alilipua upole ndani ya shimo la uzi, akiingiza ndoto zake kwa sayari ya dunia. Mungu anazungumza na buibui. Mtu yeyote anayetaka anaweza kupata zawadi hizi. Lakini kumbuka, uzi wa hariri ustawi wakati unapokea nguvu za malezi. Buibui kwa imani ya kuruka kando ya mwezi na kushuka kuelekea duniani. Ingawa ni safari ndefu, anafurahia ukubwa wa ulimwengu. Anapokaribia dunia, yeye huona upinde wa mvua ambao huteleza chini na kasi sana. Katika mahali hapa, Mungu alimuongoza. Yeye anatia nanga ya hariri, akiangaza na fumbi la dhahabu kutoka kwa Mungu juu ya udongo. Buibui hivi karibuni huanguka kwa upendo na dunia. Tofauti na mwezi, ina miti ya kutoa kivuli, nyasi ya kuunganisha wafti yake na zungura zinazunguka kote. Buibui anaelekea nje kutazama kila kona ya dunia, akifunga uzi wa hariri wakati anasafiri juu ya dunia. Wengine wanaona uzi wa hariri ya dhahabu ya buibui na wanatamani wangekuwa na kama hiyo. Buibui anatangaza mmea wote, mnyama au kiumbe anaweza kuchagua kuita uzi kwa madaha. Anaeleza, haiwezi kuwa sawa na yangu kwa sababu kila mmoja kwa njia yake mwenyewe, njia ya kibinafsi ya maisha yako. Ni chaguo la bure ikiwa unakubali uzi wa hariri na unaweza kujitenga na kuambatanisha tena kwa mapenzi. Wasafiri na wazururaji mara nyingi hubaki huru wanapokwenda. Kadri muda unavyopita, nyuzi za hariri zinaweza kuwa nyuzi za hariri wakati viumbe vinaungana pamoja kushiriki rasilimali na nguvu. Roho ya hariri ni akili na ufahamu wa mfumo, akiongoza rasilimali kwa kadri itakavyoona inafaa. Kila mshiriki wa wafti na ya hariri hutoa kasi ya kipekee ambayo inanufaisha yote. Ni sawa kwa wanadamu, kwani tuna mapafu, mmeng'enyo wa chakula, kuondoa moyo unaopiga ambao hufanya kazi pamoja. Nyasi hutoa mizizi kuunganisha udongo na kupeleka upepo njiani. Miti hutoa nishati kutoka jua, ikishiriki nusu yake na wafti ya hariri ili kuheshimu penzi ya Mungu. Minyoo ya ardhi huteleza kwa mchanga na kuoza vitu kikaboni kwa virutubisho vinavyopatikana. Walizi wa mfumo huo ni wadudu wanaoitwa nematodes. Wao ni watunzaji wa kweli kwa wafti ya hariri. Wakitengeneza mahali zimekunjana na kuvungua vifungo, inachukuliwa kuwa kazi kubwa kuliko zote kwa sababu ziko karibu zaidi na chanzo cha roho. Kuna chaguzi nyingine za kushikamana na roho ya hariri. Iko juu ya miti, kina cha bahari na mahali popote katikati. Wengi wanaogopa ulimwengu ni mdogo sana na hakuna nafasi iliyobaki kusuka nyuzi zetu za hariri. Mungu aliipa dunia upana na upanuzi. Tunaweza kuelekeza roho zetu kwenda kati, kuzunguka au kuingia ndani ya dunia na nje ya dunia hii. Wengine hujiunga na vikosi wakitia uzi mmoja mkubwa kwa dunia ndani ya ulimwengu wa chini. Tunapata upanaji mkubwa wa mchanga unapatikana. Kuna wale ambao hujaribu kufika mbinguni kwa kupanda ngazi wa hariri hadi mwezi, wakisuka ngazi zao njiani ili warudi duniani. Baadhi ya kushona bila glasi kando ya usi uliopo wa hariri, kupinduka, kugeuka na kubingirika. Hakuna hofu ya kuanguka kwa sababu ya kukwama kwa nyuzi na wafti. Roho ya hariri ni mfuto, kwani siku zote hukuvuta kwa upole kwenye uso wa dunia
ili uwe salama sana. Mvuto huu huvutia viumbe walivyowekwa ardhini kuelekea kwenye uso wa dunia. Kiunganishi hiki cha dunia kati ya ardhi na anga ni mbingu, ambapo kila kitu hutolewa pamoja na nyuzi ya hariri kwa viumbe ambao wanataka kujiunga. Wafti hariri huchagua wale ambao hutoa utofauti na udhibiti kwa mfumo. Nyuzi za hariri zinavungwa kwenye wafti ya hariri. Wanaunganisha kwenye mtandao wa hariri unaofunika ulimwengu. Mawimbi ambayo huanguka baharini huficha jamii iliyojaa chini. Roho ya hariri inakaa hapa pia, ikibuni matubawe ya rangi ambayo inalinda samaki wanaoitwa clown. Pweza ana akili sana, ikizingatiwa hakuna maoni ya wazazi. Pweza yatima anapata elimu yake kwa kupumzika ndani ya mwamba, akizungukwa na matumbawe, mwani wa samaki na kwa kweli mtandao wa hariri. Wafti ya hariri chini ya maji hufundisha pweza hadi awe mmoja wa viumbe wenye akili zaidi. Farasi wa baharini wanamuogopa pweza na ubunifu wake, wakati anaonyesha kuficha nzuri ambayo ametengeneza na usi hariri. Kufuatia njia iliyofunikwa na mmea usio na mzizi kando ya njia ya zamani, unakuja kwenye msitu wa Sanani ambapo miti ni anuwai na inaendelea. Ferns, moss wa Hispania na ivy hukua kwa wingi kando na mimea zingine nyingi zinazowazunguka. Mifumo ya kupendeza kutoka kwa wadudu hupamba majani kwenye miti. Tofauti na kuja kwa mmea hutoa uchaguzi wa mawazo. Mungu alitupa muujiza wa mageuzi wakati roho ya hariri inaingiliana kwenye wafti yake. Inashiriki DNA na inahimiza ubunifu. Mtandao wa roho hutoa maoni kwa mimea, wanyama na wadudu kufikiria na kudhihirisha katika viumbe venye msukumo. Kwa sababu ya mageuzi tunayo vipepeo wanaoitwa monarch na ndege wanaoitwa hummingbird ambao wanakula kutoka kwa mizabibu nyekundu ya tarumbeta. Ngiri mzuri alichaguliwa kwa uwezo wake wa kugeuza mchanga. Ndege wa Uturuki anaitwa buzzard hufanya kazi sawa ya kuoza kwa minyoo ya ardhi kama mabadiliko yanatokea ulimwengu kote. Kila wazo, hatua na uunganisho unaofanywa kufuatilia kwenye uzi wa hariri kwa muundo wa Mungu lazima usambaze nguvu na kulea ili kudumisha usi kwa kubeba vizuko vya zamani. Utadhoofisha anapojitolea sana au nguvu yako nyembamba na rasilimali. Unaweza kurudi kwenye chanzo cha usi ya dhahabu. Hapa unaweza kufunika vidonda vya zamani na kuimarisha matangazo dhaifu, kusafisha nyamba kama inavyohitajika, kuhifadhi nishati, ikiruhusu kuingia katika siku zijazo zinazoibuka daima, kubuni mawazo mapya, kuunda hatima zetu na kuandika hadithi zetu kwenye mchanga. Tunalazimika kuunda na kubadilika na asili, Mungu na roho ya hariri.